Anakupenda kweli au wewe ndiye unajipendekeza kwenye maisha yake? Kama kila mara ni wewe unetafuta, unapiga simu, unapanga kukutana na kujaribu kurekebisha kila kitu, kuna swali moja unapaswa kujiuliza. Je, mnajenga mahusiano pamoja au wewe ndiye unayebeba peke yako? Leo tuangalie dalili 8 zinazoweza kukusaidia kutambua tofauti. Dalili ya kwanza, ukiacha kumtafuta, mawasiliano yanakufa. Jiulize, ukiamua kutomtumia ujumbe kwa siku kadhaa, yeye anakutafuta? Kama kila mara ni wewe unayeanzisha mawasiliano, wewe unauliza hali yake, wewe unatafuta muda wa kuongea, lakini ukikaa kimya hakuna kinachoendelea, hapo kuna kitu cha kujiuliza. Sio kwamba mtu anayekupenda lazima akupigie simu kila dakika, lakini kwenye uhusiano wenye afya, juhudi zinapaswa kuonekana kutoka pande zote. Usipime upendo kwa idadi ya simu pekee. Angalia kama anakukumbuka bila wewe kumkumbusha uwepo wako. Dalili ya pili, wewe ndiye unayepanga kila kitu. Ni wewe unayetafuta sehemu ya kwenda, unayetengeneza muda, unayepanga date. Ni wewe unayeuliza tutaonana lini, na yeye mara nyingi anasubiri tu. Hapa usijiulize tu anakuja nikimwita. Jiulize, kama mimi nisingefanya chochote, yeye angefanya nini? Kwa sababu mtu anaweza kukubali kila kitu unachopanga bila kuwa na hisia sawa na zako. Dalili ya tatu, unamwomba akupe kile ambacho kinapaswa kuja kwa hiari. Unajikuta ukisema, kwa nini unipigii? Kwa nini unipi muda? Kwa nini unionyeshi mapenzi? Kwa nini mimi ndiye nafanya kila kitu? Mara kwa mara unaomba attention, muda, mawasiliano na heshima. Tatizo sio kwamba mahitaji yako kwenye uhusiano. Tatizo ni pale unapolazimika kuomba kila kitu kila siku bila kuona mabadiliko ya kweli. Mapenzi hayamaanishi mtu kujua kila kitu unachohitaji bila kumwambia. Lakini baada ya kumweleza mahitaji yako, mtu anayekuthamini atajaribu kuielewa na kuyafanyia kazi. Dalili ya 4, anakupa attention ukianza kuondoka tu. Hii ni moja ya hali zinazowachanganya watu wengi. Ukiwa karibu naye anakupuuza. Ukiwa unamtafuta sana anakupa attention kidogo, lakini ukianza kujiondoa, ghafla anakupigia simu, anakutumia ujumbe, anasema amekumisi. Usikimbilie kusema kumbe ananipenda. Jiulize kwanza, anataka kuwa na wewe au hataki kukupoteza tu? Kuna tofauti. Mtu anaweza asiwe tayari kukupa uhusiano mzuri, lakini bado hataki kukuona ukienda kwa mtu mwingine. Dalili ya 5, unajisikia kama lazima ujithibitishe ili ustahili kupendwa. Unaanza kubadilika ili akupende. Unabadilisha namna unavyovaa, unabadilisha marafiki, unabadilisha tabia zako, unafanya kila kitu anachotaka, na kila mara unaogopa kwamba ukiacha kujitahidi atakuacha. Hapo jiulize, ninapendwa kwa kuwa mimi
au ninapendwa kwa sababu ya kile ninachofanya. Uhusiano mzuri haupaswi kukufanya uishi kila siku ukijaribu kushinda nafasi yako ndani ya moyo wa mtu. Dalili ya 6, anakupa maneno lakini matendo hayafuati. Anasema, nakupenda, wewe ni muhimu kwangu, sitaki kukupoteza, lakini kwenye maisha halisi hakupi muda, hakusikilizi, haheshimu mipaka yako, hafanyi juhudi kurekebisha matatizo. Hapa usichague maneno pekee, angalia consistency ya matendo, kwa sababu mtu anaweza kusema anakupenda, lakini mahusiano yanahitaji zaidi ya maneno. Dalili ya 7, unapata visababisho kila mara unapouliza kuhusu uhusiano. Kila unapojaribu kuzungumza kuhusu mahusiano yenu, anabadilisha mada. Ukiuliza kuhusu future, anakwepa. Ukiuliza mnaelekea wapi, anakwambia acha mambo yaende tu. Ukiuliza kwa nini amebadilika, anakukasirikia. Sio kila mtu anayekwepa mazungumzo ana maana hakupendi. Wengine wanaweza kuwa na hofu, msongo wa mawazo au changamoto zao, lakini kama kukwepa kumekuwa tabia ya muda mrefu, ni jambo la kuzungumza kwa uzito. Dalili ya 8, unajisikia mpweke hata kama upo kwenye uhusiano. Hii ndio dalili ambayo watu wengi huipuuza. Una mwenza, lakini unahisi uko peke yako. Una mtu wa kumpigia, lakini hujisikii salama kumweleza hisia zako. Una mtu anayesema anakupenda, lakini ndani yako kuna utupu. Uhusiano haupaswi kuwa mkamilifu, lakini kama kwa muda mrefu unahisi wewe pekee ndio unayepigania uhusiano huu, usipuuze hisia hizo. Kama wewe ndiye unayeonesha upendo zaidi, haimaanishi moja kwa moja kwamba mwenzako hakupendi. Watu wana namna tofauti za kuonesha hisia, lakini kama kila siku ni wewe unayetafuta, wewe unayejitahidi, unayeomba attention, na wewe unayebeba mahusiano peke yako, usiogope kujiuliza kama bado kuna usawa kwenye uhusiano huo. Upendo haupaswi kukufanya ujipendekeze ili uchaguliwe. Umejiona kwenye hii? Kama umejiona tena leo, andika nimejiona kwenye comment. Na kama umejifunza kitu, subscribe Date For Sure, bonyeza like na share kwa mtu ambaye ujumbe huu unaweza kumsaidia. Tutaonana tena kwenye video inayofuata, Mungu akipenda. Karibu na wapenda, subscribe Date For Sure.